Bado sintofahamu ni kubwa zaidi haswa kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao umepangwa na bodi ya ligi kufanyika tarehe 15 mwezi Juni 2025, lakini mpaka sasa hivi klabu ya Yanga imeendelea kushikilia uzi wa kutokutaka kushiriki katika mchezo huo, huku madai yao makubwa zaidi yakiwa ni taarifa ya bodi ya ligi ya kipi hasa ambacho kilisababisha mchezo wa Machi 8, 2025 kutokufanyika, na wao wakitaka kujua hasa ni kitu gani hasa ambacho kilisababisha mchezo huo kutokufanyika. Na jana wazee pamoja na wenye viti wa matawi na viongozi wa matawi ya Dar es Salaam Young Africa waliweza kukutana na kutoa msimamo wao wa wazi kabisa kwa wananchi, lakini pia kwa viongozi wa klabu hiyo ya Yanga, wakielezea nia yao ya kutokushiriki ama kutokuwa sehemu ya mchezo huo wa siku ya tarehe 15 Juni. Na miongoni mwa wazee ama viongozi wa matawi ambao walikuwa katika kikao hicho ni pamoja na Shaban Omari Mgonja, ambaye huyu ni mwenyekiti wa tawi la Yanga la UDA, lakini pia ndio mratibu wa kikao hicho cha siku ya jana ambacho kilifanyika. Na miongoni mwa vitu ambavyo alivisisitiza, alisema tarehe 15 ndio itatoa taswira ya mechi yao ya Juni 18. Anasema tukipokonywa hizo alama 15 ligi itakuwa imeishia hapo. Kwanza hakuna kiongozi wa kutupokonya sisi alama 15, yani wakijaribu tu ligi itakuwa imeishia hapo. Huyo ni mzee Shabani Mgonja ambaye naye alisisitiza kutoa msimamo huo. Lakini mzee Msumi yeye kwa upande wake alisema sisi tumegoma kama wale ambao huwa wanagomaga kuwazika ndugu zao mpaka wapate ufafanuzi ndugu zao wamekufa kufaje. Basi na sisi Yanga tumegoma, hatuchezi mpaka tumjue aliyesababisha mechi ya dabi haijachezwa tarehe 8 Machi. Lakini wameendelea kutoa maoni yao wakisema vitu vingi zaidi, na wamesema pia isitokee kiongozi yoyote wa klabu ya Yanga akapeleka timu uwanjani hiyo Juni 15, na ikitokea hivyo basi huyo kiongozi ajiuzulu moja kwa moja, na mlango wa kutokea ni mweupe kabisa, wao wamemwachia. Vitu vingi sana vimezungumzwa kutokea kwenye press hiyo ya siku ya jana, lakini pia kingine wamesisitiza kwamba promo ambazo zinaendelea na wenye haki za matangazo zisitumie logo ya klabu ya Yanga kuendelea kuibrandi na kuipromoti mchezo huo, kwani huo mchezo haupo kwa upande wa Yanga. Na wamesema pia wanachama wa Yanga wasijihusisha kabisa na swala zima la kununua tiketi za kuelekea katika mchezo huo wa dabi ya tarehe 15. Tunajua kwa upande wa klabu ya Yanga kupitia afisa habari wake na mwenyewe alitoa msimamo kwamba klabu yao inajiandaa na michezo miwili ya ligi iliyosalia pamoja na mchezo mmoja wa shirikisho, na maanisha CRDB Federation Cup dhidi ya Singida Black Stars. Lakini katika michezo miwili ambayo imesalia ni mchezo wao wa tarehe 18 ambao watacheza dhidi ya Tanzania Prison, na mchezo wa mwisho ambao utakuwa ni tarehe 22. Ndio michezo yao iliyosalia. Mchezo tarehe 22 utakuwa dhidi ya Dodoma Jiji, na mchezo tarehe 18 utakuwa ni dhidi ya Tanzania Prison ambao utafanyika kule Sokoine Mbeya. Na inaelezwa kwamba Yanga hiyo siku ya tarehe 15 utakuwa safarini kuelekea jijini Mbeya kwa ajili ya maandalizi ya mwisho wa mchezo wao wa tarehe 18 dhidi ya Tanzania Prison. Kwa hiyo mpaka sasa hivi kuna sintofahamu kubwa kuhusiana na kuwepo ama kutokuwepo kwa mchezo huo wa Juni 15, lakini Yanga wao kwa upande mwingine wanasisitiza kwamba pengine ligi itaishia hapo kwenye tarehe 15 kama kuna matukio ya utekelezaji wa kanuni yatafanyika, ikiwemo kupokwa alama 15, lakini vile vile pia timu ambayo itakuwa inatakiwa icheze nayo ambayo ni Simba kupewa alama 3 kutokana na Yanga kutokufika uwanjani. Lakini vile vile kwenye kanuni hiyo ya 31 uendeshaji wa ligi inaeleza kwamba viongozi watakaobainika kushinikiza timu kutokuja uwanjani wao watafungiwa kwa miezi 12. Kuna mdau akasema kwamba pengine labda wanachama na mashabiki wa Yanga hawapendi wao viongozi wao ambao wako madarakani, kwa sababu wasipopeleka timu watafungiwa miezi 12, lakini wakipeleka timu viongozi hawa wa matawi pamoja na wanachama wamesema kwamba na wenyewe mlango ni mweupe wa kuondoka. Inakuwaje hii? Kwa hiyo yani hii ni kama both team to score, kwamba wasipopeleka timu wana adhabu ya TFF, lakini wakipeleka timu wana adhabu ya wanachama kwamba wataondoka kwenye nyadhifa zao.
Sasa hili ni swala ambalo ni sakata ambalo linavuta picha ya watu wengi na bado lina mkanganyiko ndani yake. Kwa namna moja ama nyingine kuna baadhi ya viongozi wamejaribu kushirikishwa, lakini imeonekana bado sio solution kuweza kupata suluhisho la mchezo huu. Lakini pia kwa upande wa Simba wao, afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ali alisema taarifa tuliokuwa nayo kutoka kwenye mamlaka za mpira ni mechi ipo Juni 15 na Simba tunafanya maandalizi yote kuelekea katika mchezo huo. Ningependa kuwaomba wenyeji wa mchezo huo watangaze viingilio mapema ili mashabiki wetu waanze kununua tiketi mapema. Huyu ni Ahmed Ali akielezea kuhusiana na sakata zima hilo la mchezo huo. Mambo ni mengi sana nazidi kujiri na hasa ni kuelekea katika mchezo huo, na inaelezwa Yanga wamesharejea mazoezini, lakini mazoezi yao yote yanalenga maandalizi ya michezo miwili ya ligi iliyosalia, ambayo ni mchezo baina yao na Tanzania Prison, lakini ni mchezo wa nyumbani dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo tuendelee kusubiri ni kitu gani hasa ambacho kitajiri, lakini bodi ya ligi kupitia kwa afisa habari wake Karim Boimanda, yeye amesema bado wanajua kwamba mchezo huo upo na mwenyeji wa mchezo huo ni Yanga. Kwa hiyo unajua bado mchezo huo upo na utaandaliwa vizuri, na maandalizi ya kuelekea mchezo huo wa dabi yanaendelea, na promotion zinazidi kufanyika na Azam TV ambao ndio wenye haki za matangazo. Lakini pia kuna mdau ambaye ameandika DM anasema Yanga ndio mwenyeji na ndio ambaye anakodi uwanja, na hizo alama za kukatwa haziwezi kukatwa ofisini tu, mbaki team na match official wawepo uwanjani ndio wanaweza kukata alama. Sasa tuone kama huo uwanja atatukodia bodi ya ligi au ni vipi, na anayejua kanuni aniambie hili limekaaje. Huyo ni mdau naye anaelezea swala zima hilo la kwamba uwanja unakodiwaga na timu mwenyeji, ambaye timu mwenyeji ni Yanga na kodi ni timu mwenyeji. Je, bodi ya ligi itakodi kwa niaba yao? Haijajulikana ni kitu gani ambacho kitajiri, lakini tuendelee kuvuta subira tuone. Leo hii ni tarehe 6, bado takriban siku 9 tu kuelekea katika mchezo huo ambao umepangwa kufanyika Juni 15. Usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu Rinyo Update TV kwa ajili ya taarifa nyingine zaidi za kimichezo. Ciao.